Serikali pia imetambua uchakavu wa mabasi yale ya UDART, na kwa mantiki hiyo imeidhinisha fedha kidogo ili yale mabasi ambayo yalikuwa yamekwama kuwa na vifaa, basi vifaa vile viweze kuingizwa. Yale mabasi ambayo yalikuwa yamekwama kabisa kutokana na uchakavu wa vifaa vyao, vipuri, yaweze kutengenezwa ili ya rescue situation ambayo ipo sasa mpaka maximum. Naamini mpaka mwezi wa 11 hapo yule mtoa huduma aliyepata tenda hiyo atakuwa tayari amekushaanza kuingiza mabasi. Nimeona leo watu wanasema wiki hii mabasi 200 kuingia, mabasi ya BRT1. Hapana. Hatuko hapa kuwadanganya Watanzania. Tunachokizungumzia sasa hivi ni kwamba tunaangalia uwezekano wa mabasi machache ya njia ya Mbagala yatolewe kidogo yaje kwenye njia ya BRT1. Na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mamlaka zote zikae, zikubaliane, ziweke mikataba ya kisheria ili mambo yote yaweze kwenda bila malumbano na bila magombano. Kwa hiyo sio kweli kwamba mabasi 200 wiki hii yanaingia ya BRT1. Hapana. Mabasi 200 ambayo ni zaidi ya 200 ya BRT1 yalikuwa yapo kwenye kutengenezwa kule China, na kwamba sasa yanaanza kuja huku. Yanapokuja hapa haiwezi kufika na kuingia barabarani. Haiwezekani. Kuna mambo ya kodi, kuna mambo ya inspections, kuna mambo sio ya nini, yako mengi. Lakini kazi ya serikali ni kuhakikisha tuna fast track hiyo mifumo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Nishukuru sana ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na kwamba inaendelea kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana. Ofisi ya Commissioner General wa TRA inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini ofisi pia ya Jeshi la Polisi. Watu wanasema, watu wanadandia mpaka juu, Jeshi la Polisi liko wapi? Nyinyi ni mashahidi. Tulisimamisha basi moja tu. Jamani, hebu watu hawa watoke muda huo wakaanza kuimba tumtaki polisi, tumtaki polisi, tumtaki polisi. Basi moja. Kwa hiyo mimi naweza nikasema polisi nao wamekuwa na uvumilivu mkubwa, uvumilivu usiopimika, uvumilivu ambao tunaamini kabisa wao kama wanamuomba Mungu jambo lolote lisitokee baya, na sisi tunamuomba Mungu jambo lolote lisitokee baya. Lakini Watanzania, hii ni nchi yetu. Wala tusije tukaingia kwenye mikumbo ya jambo lolote mkadhani labda serikali inafanya siasa au inafanya jambo gani. Hapana.